Our topic of the day, kwamba until no more. Bwana asifiwe sana. Yaani unatoa mpaka unajua the problem ni kwamba wakati mtu anatoa, unapotoa unapokea. Hiyo ndio siri watu hawajajua. Na leo hii kwa asubuhi leo nataka nianze kwanza na the types of givers. I wish to talk about the tithe briefly in the course of the day. But before we go to giving the tithe, unajua tithe we don't give. Tithe we pay. Tithe kwa nyumba ya Mungu ni kama tax. Hello? Watu wengine wanafikiria kwamba fungu la 10 nitatoa vile ninavyotaka. Hiyo ni amri, ni kama Kenya. Saa hizi wenye walikuwa na event tax, so wanakimbishwa. Usipolipa unapata umewekewa ile ikisha kuru, unapata unanyang'anywa mali yako. Lakini I thank God kwa ajili ya Yesu Kristo. Wa Kristo wa siku hizi tuko very smart. We can speak very well about giving, but kutoa hivi inakuwa ngumu. And again sometimes inakuwa rahisi kwa watu wengine. Wakati unapata 100 utoa shilingi 10 inakuwa rahisi. Unapopata 1000 unatoa 100 inakuwa rahisi. Lakini unapoanza kupata 10,000 unaenda 20,000, 50,000, ukifika 100,000, alafu mtu anakuambia hesabu from 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,000. Alafu unaweka kwa basha tunapelekea Mungu ambaye humuoni. Lakini wale ambao wamegundua hiyo siri ya kutoa wako mbali. Bwana asifiwe sana. Now, let us read the word of God in the book of 1 Samuel chapter 12 verse 3. First Samuel 12 verse 3. Yeah. The Bible says, "Here I am, witness against me before the Lord and before his anointed. Whose ox have I taken? Or whose donkey have I taken? Or whom have I cheated? Whom have I opposed? Or from whose hand have I received any bribe with which to blind my eyes? I will restore to you." Now, this is the servant of God, Samuel, when he was speaking as a leader to the children of Israel. Akawauliza kwamba ni nani ninaye kitu chake ambacho nimemnyang'anya au nimemwonga au amenipea hongo nikakula kwangu. Which means the way Samuel alikuwa anawafunza watu, alikuwa anawafundisha maadili mema na jinsi ya kutoa kwa haki. Samuel pengine hakuwa kama wahubiri wa leo ambao wanataka wakukoroge akili na utoe blindly bila kujua. Sijakataa kutoa, nataka utoe sana. Hallelujah. Lakini toa kama saizi tumetoa kwamba it is compassionate. Tunajua kwamba inaendea watoto au wale watu ambao hawajiwezi. Na hiyo pesa kwa kamati inapotolewa, tafadhali wacha ifanye hiyo kazi tu. Hata ukiona suti nzuri imekuja hapa na wewe pia hauna suti na nakutosha, tafadhali usibadilishe unless you buy it and you give us money na uleta witnesses. Hello? Now, when we talk about givers, we have around 3 types of givers. Wale ambao wanatoa. The first givers ambao tuko nao, ambao watoaji tuko nao, we have stony givers. Kuna watu wengine ambao kutoa kwao ni ngumu sana. Wanatoa lakini kama mawe. Stony givers. Ushaona vile mawe inatoa kokoto? Lazima kwanza
uchemshe au uchome na moto, na ukitaka kokoto lazima upate nyundo kilo 12, na ili itoke lazima wanaume ambao wamekula ugali wakashiba vizuri waipasue vizuri na kwa kuhema na kutoka jasho. Hii inaitwa stony givers. Ndio anatoa au inatoa, lakini hatoi ile willingly. Anatoa kwa ile hali ya kugoma. Na ikitoa pia, ukigonga na nyundo haitoi kubwa, inatoa kidogo. Hello? Stony givers don't say amen. Hello? Now, watu ambao kama hao wanaitwa stony givers. Hawatoi willingly. Another thing, na watu wengine pia, nataka niguze tu haraka because of the somewhere we are going. We have sponges, our sponge givers. Unajua, wakati umezamisha kama kipande ya godoro kwenye maji, alafu ifinye, inatoa aje? Inamwaga kana kwamba inatoa mingi mara moja. Now, a sponge will give only if you squeeze it. Mawe lazima uichome, ugonge na nyundo. And I thank God for us preachers. Mungu ametusaidia kugonga hata hao mawe na watoe. Hallelujah. Bwana asifiwe. And that's why I'm here today, kukusaidia uweze kutoa. Now, sponge will only give when it is squeezed. This glass is a bit better than the stony givers. All they need is one good sermon, one fairy appeal, and then they give. How? I want a shida. Because, okay, stone will give, but only if you strike it hard to chip a piece of it. It is just so with some Christians. Mawe kutoka kwake ni ngumu. Na hata ukimjaribu kumgonga, hata kupea kubwa, atakupea tu kidogo. Unajua kuna watu hapa ndani, hawako hapa ndani. Kuna watu wa Kristo hapa Kenya ambao hata mhubiri ahubiri juu ya fungu la 10. Maendia vile alipewa pocket money 10,000 au 5,000. Atoe 500 aweke kama fungu la 10. Unajua hiyo sio sadaka, hiyo ni fungu la 10. 1/10. Bwana asifiwe. Or 10/100. 10% imekuwa ngumu sana kwa watu wengi kutoa. Now, another thing is honeycomb givers. How do they behave? The honeycomb needs no striking or squeezing. It just gives. Now, sitaki ulize jirani yako wewe ni gani kati ya hizo ambazo zimesomwa, lakini wacha jirani yako muangalie akijiangalia. Wacha muangaliane uone kama anasema yeye ni gani, bora usiongeleshe mtu. Is your heart melted in love so much that you just love to give? Je, unajua kuna watu wengine ambao wako tu na upendo, hata anasikia tu atoe. Vile tumesema hivyo, tutoe jamani, tutoe, anatoa tu. Kama hana pesa, anachukua hata nguo yake. I thank God for all my properties. Yaani moyo wake anasikia tu atoe. Lakini kuna mtu anasema kwamba si hata Mungu anajua hasina. Anasema si Mungu anaona sina. Na hiyo si kwamba hana. Unajua kuna there's a brother one day told me something about sitaki nimtaje jina because hayuko hapa na mmoja wetu anaweza mjua because you are many. Alikuwa kama unajua church is not a place where I can go with money in my pocket. I can't only offering because nikienda pale napata kwamba nimetoa mingi, so naamua kuacha kwa nyumba. So wengine wanakuja hapa, anasema nikijua najua kwamba vile nikihubiri naweza kuguza mimi na mimi vile niko mawe I can give a piece of it. So anaamua kuacha nyumbani. Alafu anasema hata Mungu ameona vile nimekaa hivi sina pesa. Na pesa iko kwa nyumba au iko kwa simu? Hao watu hawako hapa. That's one of the friend who told me that way. So how can you pray? Let me help you. Ambia Mungu nisaidie niwe na ile honeycomb spirit. Ukienda kwa, unajua nyuki wakishaweka asali imejaa, ikishajaa pale kwa kile chombo chao inadondoka tu peke yake. Hallelujah.
Number 4, on the types of giving, we have sacrificial giving. Those are types, the types of now giving. We have sacrificial giving. We were looking at givers. Ile kutoa ambayo unatoa kama kafara, you sacrifice. Hii sio fungu la 10. And I'll show you how to should give your tithe. Bwana asifiwe. Hii ni topic ambayo amini itakuwa kidogo, na wale ambao kumaliza usingizi wataendelea kulala saa hii asubuhi. Lakini naomba Mungu akusaidie ili unipate na unisikie vizuri. Now, God wants us to give. If you look at the church of Macedonia, hii kanisa ilikuwa kanisa maskini sana. Na Paul anaongea kwamba aliguzwa sana na kutoa kwao. Why? Hata kama walikuwa maskini, walitoa zaidi ya uwezo wao. How can you give beyond your ability? How can you give and you are poor? I know you can say, Pastor, you know you are speaking to students and you are employed. Hawa watu walikuwa wanapitia katika maji mengi na shida nyingi sana. Lakini hata katika licha ya hayo changamoto walizo nazo, walijaribu kuchanganya na furaha ya Bwana. They gave not only what they could afford, but more. Read the book of 1 Corinthians chapter 8 verse 1 to 3. 2 Corinthians chapter 8 1 to 3. Bible says, moreover, brethren, we make known to you the grace of God bestowed on the church of Macedonia. Yani kulikuwa verse 2, end of verse 2. That in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded in the riches of their liberality. Apparently. Oh, I thought I'm speaking to lecturers. When you want to know a group of people, brothers and sisters, if you want to know that this person is a generous man or a generous lady, we have a thermometer. Ukitaka kujua kwamba huyu mtu ni mkali, nataka nikupe thermometer leo. Guza wallet yake. Ukiweka mkono kwa purse au wallet, unajua I thank God even for men. Unajua msisi tulisema Mungu anaona kama Mungu alitumba hao sisi watu tulitengenezea mavazi mazuri sana. Kama saa hizi unapata kwamba nimebeba Biblia kwa mkono, simu kwa mkono, na hata gazeti naweza beba kwa mkono. Lakini wallet inawekwa hapa na inakaliwa. So umekaa na mtu kwa hoteli, ameweka gazeti juu ya meza na simu juu ya meza, lakini wallet ameweka nyumba kwenye wezi fikia na ameikalia. Na bahati mbaya ainuke alafu uguze wallet, utaona vile jamaa anaruka hata kama ni kwa town. Atastuka. Hata ladies, ujaribu kuguza hiyo kibeti yake akitembea, hata kuchapia nduru. Hawezi kukuachilia hata kama wewe ni friend. Na unajua wa ladies wametuwekea vikwazo kwamba heshimu begi za ladies. For some reasons in quote, lakini sio hiyo wanamaanisha vitu ziko ndani. Pesa iko ndani. Your purse is a very useful indicator of your spiritual temperature. Wakati mtu hawezi fungua yake na atoe sadaka, atoe fungu la 10, utamjua huyu mtu aina gani. Brother, when you are quoting, sister, when you are quoting, tafadhali jaribu kupima temperature ya mtu. Kama mtu hawezi nunua hata soda, are you sure wakati mna quote atafanya shopping kwa nyumba?
Anaambia njugu ziko na mafuta mingi. What do you want to grow fat? You can do that. Hataki wallet yake iguzwe. If your concentration has not touched your pulse, it has not really touched your heart. Until you have learned to give, you have not learned to love. Hata pastor, hii inakujaje na giving? Kama mtu hawajajifunza kutoa, huyo hata kupenda hawezi. Hata mapenzi na kutoa yanatokea na wapi? Zinakinzana, inaenda pamoja. Kwa lugha ya Kiswahili, Mungu akaupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa kipekee. Now, love then give. Brothers, don't go and preach this message in a different context. When you love, if you really love God, you will not say, oh God, I love you, I thank you. No, you will extend your hand and give. Bwana asifiwe. Wale wanampenda Mungu wanatoa, wale hawampendi wanakana mkono brika. Siku hizi hakuna brika, hata tunaongea mkono brika, mwelewe brika inakaa namna gani. Brika ni kwaka na mkono inakaa namna hii. Alafu sasa ya kumwaga ndio hizo. Lazima uinamishe. Na ukiinamisha sana, kifuniko inaanguka. Kuna wandugu utajaribu kumuinamisha atoe, alafu kitu inaharibika because kifuniko inatoka. Anakuona kama mtu boga. Na wengine wamekataa kuja kanisani. Why? Kila siku tunaambiwa toa. Hata kama nimeacha hiyo kanisa kufanya nini? Na hata wengine wameanza makanisa wanasema hii yetu hatutoi sadaka. Hiyo ni kanisa mbovu. We must give to God. God himself gave. Hallelujah. Amen. I'm not against any man or any other church. But I'm saying if we love God, we must purpose. We must have intention of giving. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Why? My brother, niweke Job 1 verse 21. Job 1:21. What does it say? And he said, naked I came from my mother's womb, and naked I shall return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Now, whatever you have, anything you have, has come from God. Even the time you have. Somebody, kuna vitu pia anajaribu rectify. Somebody can tell you, I'll create time and come and see you. Or can you create time and come? You cannot create time. You are using the time which was already created. Or is there anybody who can create time? Then you tutengeneze beyond 24 hours to 25. Whatever we have, even the muda wako ambao uko nao, unasema kwamba niko na muda. Huo muda uko nao si wako, huo muda umepewa na Mungu. Na kama ni vitu uko navyo, kama ni akili uko nayo, I thank God for you people. I can see some of you are using your talents well to bless the body of Christ. That's what God wants. We are not created only to come and sing and go and sleep. No, we were created to serve in the kingdom of God and to give the best we have. And kama uko na uzuri katika kuimba, imba, toa vipaji wako. Kuna wengine unajua kuimba wanasema kwamba uko mbele wanaringa hata walipei microphone. Wewe ndio unaringa, hutaki kuja hapa mbele. Hawako hapa ndani. Hallelujah. So, whatever you have, wanasema kwamba ni Mungu anapeana. And by the way, nani alikuwa amezaliwa na nguo? Nani hapa alizaliwa na nguo? Hakuna hata mmoja. That's why Job says kwamba mimi whatever I have, hata kama
nilikuwa na mali na mali imeenda. Ni Mungu alinipatia na ni Mungu fanya nini? Mungu amechukua. When the wife was telling him kwamba wewe simtukane huyu jamaa ili ukufe, anasema kwamba hii vitu tunang'ang'ania, hii vitu tunajiwekea kwamba hii ni pesa, hizi ni pesa zangu. Unajua vile nilistruggle kuzipata, hata nguo nakalia ngumu. I thank God. One day I think I will bring another brother here. We were around 4 or 5 brothers in the same church, and those days we could even share clothes. Why? Because of nilikuwa na shati mbili na mmoja alikuwa na shati moja na mwingine pia alikuwa na shati tatu. Hata tulikuwa tunazivaa mpaka zinakuwa common. So what we could do to confuse people, and we were in praise and worship, na tulikuwa na tai karibu kila mtu tai moja moja. Then what we could do ni kwamba leo yangu nimezoea ile ambayo iko papo, na pia my brother ananipea ile yake ya white, so that watu wanaona at least amebadilisha nguo. So we could share mpaka viatu, isipokuwa only one ambaye alikuwa anakuwa anavaa namba ndogo. But around 3 of us we could share the shoes, tunge share trousers, tunge share shati. I'm surprised the other day nilisikia mmoja when we met as alumni this last year December in my house. Nilisikia one lady was complaining that he had one of the brother who's in US. Kwamba brother kuja niletee vest ambayo nilinunulia my boyfriend when we were courting. Nikapata umekuja ukanyumba ukachukua hiyo vest na ukaenda nayo ngambo. Imagine a brother akaanza kuchukua vest ya mwenzake, na hiyo vest sio kama alinunuliwa na yule ambaye anaitwa fiance during courtship. So msana kuna hiyo vest nilikumlia ilienda wapi? Anasema wacha tu. Mwisho anakuja kwa mbele ni ndugu Protas alichukua kaenda nayo hapo. You see what am I saying? Which means we could share what we have. How many of you can share? Kuna wengine hapa ambao ukivaa nguo yake hiyo nguo atakuachia. Watakuachia for good, roho safi. Lakini ndani anaumia. I wish ungemwachia bila kunung'unika ndani ya moyo wako. Then you'll be a cheerful or a sacrificial giver. Bwana asifiwe sana. Job says whatever we have comes from God. Another thing, you know, God has placed a divine law on giving. Kuna sheria katika kutoa. God rules this universe by a set of law. There are divine laws in giving. We cannot exhaust them all. But so wale ambao kwa niliongea stone givers, the way unatoa ndugu yangu hivi ndio unapokea. Ukitoa kama kapisi kajiwe, utapokea kama kapisi kajiwe. Expect that. Hata katika kupenda, ukipenda shingo upande, utapenda shingo upande. Luke 6:38. This is a very, very simple, clear. There's no ambiguity about it. We want to receive from the Lord first, learn to give. Luke 6:38. Bible says, give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over will be put to your bosom. For the same measure that you use, it will be used. Or even it will be measured back to you. Now, on the principle of giving, my brother, hapa kuna njia ya mkato. Hautakuwa mnyimu, mchoyo na utarajia kuwa na tele. Wewe unaona hata wale wazee ambao wanasema kama vitu vyao haitoki hata panga peani. Yule mzee anabaki akiwa rigid and strict na ile panga yake ya 1962 na yule ng'ombe wake wa kienyeji ambaye inakamuliwa mpaka karibu ile matiti yake ikatike, hawezi endelea. Why? He is not a giver. Atoi kanisani, atoi kwa watu wengine. Bwana asifiwe. Amen. Hii topic ni ngumu. Sijui kama watu watanikupenda baadaye, lakini sitaki mpende Yesu. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio principle. Let me tell you, wale wametoa vitu zao hapa leo. And this ushaiona mtu ameenda amepanda mahindi gorogoro moja. Na mwingine amepanda gorogoro 5. Mwingine amepanda gorogoro 10. Yaani kwa mfano niseme mtu ameenda na mbegu gorogoro moja au mbegu kikombe kimoja. Atavuna the same as mwenye alipanda gorogoro 5? Can they harvest the same? Mwenye alipanda gunia moja na mwenye alipanda gorogoro moja, do they harvest the same? Number 2,
Tumeenda supermarket, mimi niko na 1,000, wewe uko na 100, mwingine ako na 10,000, na mwingine ako na 100,000 kwa mfuko au kwa simu. Then tuende Tuskys kufanya shopping. Nani atakuwa na karatasi kwa mkono na nani atarusha bila kujali? Wewe uko na 1,000, mwingine ako na 10,000, na mwingine ako na 100,000. Tuko wote kwa supermarket, the same supermarket. Nani atabeba troli na nani atabeba ile kikapu ya mkono moja? Jibu ni sawa, ni kwamba mtu ako na 100,000, yeye kwanza hata mtoto atarusha kitu ya bila yeye kujua. Tena wanataka wakiwa wengi. Hao mkiwa wasichana wanaenda watatu. Ndio nakwambia sister, na hii inakaa namna gani? Ni poa kweli, niwekee. Na hii iko nice, rusha. Na hii iko sawa, weka. Lakini mwenye ako na 1,000 anakwambia hiyo line tusiende, hiyo line ya mko. Twende hapo kwa sukari peke yake na mafuta. Tena mafuta tataki ile mafuta kubwa ile mrefu, hii kadogo. Na unga pengine moja. Alafu anaanza mtu kama huyo pia ana complaining sana. Sasa watu wanafanyaga nini kwa supermarket? Yaani kama mtu aende saa 6 mpaka saa 9 mpaka kwa super. Sababu yeye pesa yake ina limit. Kitabu wende upstairs, utafute manguo, uweke na viatu, uweke na uva, uweke na nini, alafu rudi chini kwa yaani tena troli 3 because you have more. Now, what do I mean? I mean this. Wakati mtu ako na kingi, hata budget yake inakuwa kubwa. Now, how do you get hiyo mingi? When you give. Unajua? Let me give you an example. If we say good measure, sindio? Let's say good measure ni 100, and then the principle of God, and then press down. You press down 100, inaweza kuwa ngapi? 99. 100 when you have 100 bob, hiyo ndio good measure. Alafu we press down, inaweza kuwa let's say kwamba zikiwa 100 zinaweza kuwa 10 kwa 1000, sindio? Haya, tena and ikianza kurun over, inaweza kuwa ngapi? Usabu ya Mungu inakuwa 100-fold. Maybe mara 100 au mara 10 mara 100. Hello? So let's say kwamba 1,000 imetoa 100 imetoa 1,000 ikipress down. Alafu ikianza kurun over inaweza enda mpaka 10,000. Si ndio? Because inakuwa ni kitu kama 100-fold. So if you have ukiweka 100 shillings here, you'll get that we press down ifike 1,000, irun over ifike 10,000. Na iki overflow whether ifike hata tuseme kitu kama maybe how can it overflow something to approximate 100,000, sindio? Now that's the calculation of God. What about somebody who gave 10,000? Equal press down ifike 100,000, irun over ifike ka million hivi, alafu iki overflow akafika na 10 million. Ule mtu ukienda naye kwa super au ukienda kwake, utakompea na wewe mtu 100 because wewe the match uko nayo ni 100,000. Yeye ako na around 10 million. Kwa hivyo when you give a good measure, it shall be given back to you. So angalianga kenye unatoa kwa Mungu. Hiyo ni principle yake, sio yangu. Anasema yeye ndiye amesema, imeandikwa kwamba a good measure pressed down, shaken together and running over shall be added to you. Yeye kurudishikile umetoa anakuongezea. Bwana asifiwe sana. I think that one is well understood. We are waiting for application. Give and it shall be given to you. Another thing is this. It is more blessed to give than to receive. Watu wengi wanapenda kupokea. Hata mimi nataka sana nipokee. And that is why just remember some of us preachers, we have known that people want to receive. Then that's why we say receive. Receive, hata kila hakuna una receive. What are you receiving? Hallelujah. Bwana asifiwe. Then according to Acts, because of time, Acts 20:35. This was said by no less person
Christ himself. There are many Christians who find little joy in giving. This is sad. They do not know what blessedness they are missing. When you don't want to give, let me tell you, you are missing a blessing. Tafuta kitu utoe. Na wewe pia wacha shiriki hata mkono wako na pia ionekane mahali. Hata kwa njia kidogo, tafadhali jaribu hata kama ni kwa shilingi 10. Jaribu na wewe pia uonekane at least ulifanya kitu. Because it attracts blessings. When you give, you receive blessings. Hallelujah. Another thing, the measure you give will be the measure you get back. That we have read it in the book of Luke 6:38. Good measure. Kwa hivyo kuwa na kipimo kizuri. Wacha kupimia watu vitu vidogo vidogo. In fact, sasa ya basi tasoma saa hizi kwamba mtu akikomba koti mpena na shati. Hata siku hizi unapata mtu anakuja na kuambia dada, sina sukari, hata majani sina. Unamwambia nitakupea majani, sukari anaombe mwingine. Hello? When you give and also you give freely. Usingoje usukume tafadhali. Ukisikia kama kuna tangazo la kupeana, toa. And let me tell you, I think it is this group, I don't know the other group kama niliwaambia kitu kama hii. When I was in primary school, nilikuwa nachomanga makaa. Na katika hiyo hali ya kuchoma makaa, I had a friend. Hata juzi nilienda kumtafuta nikasikia kwa Nairobi siku hizi. In class 8. Huyu kijana, okay, of course nasi pia tulikuwa poor. Unajua kuna umaskini unavari. Hata ile ya Lazaro inavari. Bwana asifiwe. Sasa sisi ndio tulikuwa maskini, lakini mimi nilikuwa na hasa hao walikuja wakanunua karibu na kwetu. So shamba yao haikuwa kubwa, hawangechoma makaa. Sisi tulikuwa na shamba kubwa, tungeungana vijana watatu wanne tunachoma makaa. Then I bought a shirt. Ilikuwa shirt ya white nakumbuka. Lakini hata huyu kijana alikuwa hawana na tena alikuwa na upele. Hiyo ngoja upele hata mimi nilikula kiasi. I thank God siku hizo haionekani kama nilikula. Hata yeye ilikuwa imemkula. Alafu one day mwalimu wa Kiswahili, sitataja jina lake because mnaweza mjua, siku moja amesomea hapa akanipata. Akakuja usiku, na unajua Kiswahili alinisaidia because nakumbuka siku moja akanichapa the old preps. Ananiambia sema mpishi, nasema mpisi. Mpishi, nasema mpisi. Na hii kiboko naye pia ikamwangukia. Alipoangukiwa na hii kiboko, my brother, ile nguo ikararuka hapo mgongo yote. Then nikamhurumia because niliponunua moja nikakuwa na mbili sasa. Nilipokuwa na mbili nikaamua kumpea ile mpya. I remember my grandmother one day akinipigia nuru kwamba hii kuokoka mlienda kwetu mnaomba imekufanya umekuwa zuzu, umekuwa wazimu. How can you get your only new clothes? And my grandmother was screaming and she was screaming and making noise. Unachukua, ulipeleka nguo yako wapi? Na mimi pia niliambiwa siri kwamba wakati mkono wa kushoto umetoa kulia usifanye nini? Usijue. Nikanyamaza, sisemi penye nguo ilienda. Nilikuwa nimepeana. Nikaacha kujivalisha, mimi nikapeana. I don't know what followed, but let me tell you, today, and I just say that one generous giving, ambayo si kuhubiriwa nipeane, nileta huyu jamaa ametandikwa na akaniambia kwamba my brother, huyu Mungu alikuwa ameniumiza na hata sina hata pesa ya kuenda kununua shati nyingine. Haki naona kama mimi sijui itakuwaje, na ilikuwa na viraka. Nikasema nitakuletea. Nikamwambia pitia kwetu jioni, akapitia kwetu, nikampea akavuka kaenda. Na sikutaka mtu ajue. But today sasa zingine pia nashinda nivae gani na niwache gani leo. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hata wewe unangoja ukue sonko ndio uanze kutoa. You are lying to yourself. You can give as early as possible. Pastor, hapa tunasema amen. Tutoe nini? We are other parents. Amen. I want to tell you, my brothers and my sisters, when you give, you attract heavens. Unafungua mbingu. In the book of Malachi, Bible
imefungwa and the key are in your hand, or the key is in your hand. It is you to give so that the gates of heaven, the windows and the doors zifunguliwe. Kuna mtu anatafuta kazi lakini kazi yake imefungwa katika kutoa. Unajua saa zingine Mungu anatuangalia anasema kwamba huyu nikimpea tu 1,100 watu wengine wataumia kwa hii compound, because wewe nunua sukari, wewe nunua chumvi, itakuwa tu anaiangalia anairudisha. Na unajua wengine wako mimi ndani, kuna wengine wako wachoyo hata to themselves, hawataki hata kujipeana wao wenyewe. Mwingine anataka hata umia njaa na hakuna pesa, na nakwambia usinibaie. Hawako hapa ndani, wanapatikana huko nje. Nini hamjapata pesa? I want to tell you that those people of Macedonia, they were poor, but they surprised Paul. Are you poor? Mimi nikiangalia naona masongo tu hapa ndani. Nilipokuja kutoa sadaka nikaangalia ndani nikaona manoti iko ndani, nikajua kwamba hapa kuna masongo tu. They are blessed people. Why? When you have Christ Jesus, anakupea, anakufungulia milango. You can be a student, as I said the other day, but Mungu anakufungulia milango. Whatever you do, inakuwa inabarikiwa tu. Unaweza kuwa tu like that day when I was leaving, I got a brother selling popcorns and I was happy in that evening. At least watu wale baridi. Unapata tu popcorn umechoma umefunga pale na watu wanabai tu. Hata kama ni usiku. Ngao inatafaa kuongea napenda kukula mchana. Why? The work of your hand is blessed. Mungu kubariki kazi ya mikono yako. Hallelujah. Bwana asifiwe. Now, what are you supposed to do? Explore opportunity for giving. Tafuta nafasi ya kutoa. Watu wengine wanataka opportunity ikuje, lakini the principles of God is that look for the opportunities, explore the opportunities ya kutoa. Angalia neighbor yako anakaa namna gani. Angalia sister, unaona amevaa kiatu moja siku mara 3 hivi na mnatoshana namba. Mwambie sister, kuja kwa room yako. Test. Unaona kama inakuingia. Vaa. Enda. Look for opportunity. Usingaje mpaka kwamba lazima nirarukia na unaona. Look for the opportunities. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Watu wengine hawataki kutafuta nafasi. Wanaweza kutafuta nafasi ya kufanya dhambi, lakini sio nafasi ya kutoa. And again, above all, as you give with holiness. You know you cannot bribe God to be holy. Pastor, you are told to speak about giving, not holiness. Yes, holiness is part of giving. Hallelujah. Kama moyo wako ni chafu, hata bila sababu kama kuna shida na ndugu yako, na uweke matoleo yako kando. Ngoja naguzia because the topic is very wide and you can nikianza kwenda step by step nitaacha vitu mingi sana. Enda ukaache sadaka yako kando. Go and reconcile first of all with your neighbor, then come and give. Now what are you reconciling? You have to be holy. Hata kama nimekukwaza, kama and reconcile with me, then we give you offering. And pastor Joe Liongoni ni kwanza, we reconcile. Hallelujah. Now that speaks about holiness. You have to cleanse yourself, repent of your sin. Tubu makosa yako. It's about repentance and asking for forgiveness genuinely. Then give. Usiende ufanye vituko useme kwamba na sagodi nilikukosea, I think nilipata ngiri hapo hata nimtolea nisamee. No. Hiyo ukitoa unatoa kama waste. First of all, what God needs, Mungu anataka ujitoe wewe kama dhabihu takatifu inayokubalika mbele za Bwana. Watu wengi wanatoa pesa zao ndio. Watu wengi wanatoa vitu zao ndio, lakini hawajajitoa wao wenyewe. Wawe dhabihu takatifu. The principle of giving. Yes, I know you'll be blessed. When you give, you receive. Unapotoa utapata. Utakuwa na vingi. Lakini hakuna haja uwe na mali na upoteze uhai wako. Upoteze uzima katika Kristo. Upoteze utakatifu. Upoteze uaminifu. Ni vizuri hata vitu vingine vikae
lakini nibaki na Kristo katika maisha yangu. Na ukiwa na Kristo, yeye ni mambo yote ndani ya vyote. Hakuna aliyekuja kwake akapoteza. One day Petro alimuuliza, "Sir, we have left everything. What shall we receive?" Hata nikiokoka saa hii na vile mambo yanafanyika kwa serikali, lazima ukue corrupt. Let me tell you, sio lazima ukue corrupt ndio upate kazi. So long as you are saved, born again, you give to God, the doors of employment are already open before you. Wacha kusumbuka kwamba lazima nitafute 4,000 ndio niajiriwe. Nikikwambia shule vile nilikuja hapa, it is my time is up. But I want to tell you this way. Nikija hapa, I was a casual. Hallelujah. A casual, a security guard. Hiyo nafasi ambayo kila mtu anaweza pata. Nikakaa pale kwa gate almost 3 good years. Nikifungulia wanafunzi gate. One day wanafunzi mwingine alinileta ndio. Those days tulikuwa tunafunga hiyo gate. That is 206, 207, 209. Tulikuwa tunafunga hiyo gate. One day msichana mwingine alikuwa akachukuliwa na baba mnene ambaye amemea mvi kwa kichwa saa 3. Halafu kurudishwa saa 9 ya usiku. Akapata nimesinzia kidogo, nilikuwa nimechoka. Akakuja kagonga dirisha kutoka huko nje. "Wachi! Kwani ulikuja kulala huko kuja kaje? Fungua gate." Na hivyo nikakaa kidogo nikakataa. Nikasema sitafungua leo. Na nilikuwa nimeokoka. Alienda kufanya vituko kuja kunistore hapa. Tunapata kwa ofisi. The same lady. I thought God vile Mungu anafanya kazi. Mungu ni wa miujiza. Wakati anamaliza anafanya clearance, akanipata pale cash office, akaanza kuambia mzake, kumbe hawa watu wanakuaga uwe chini wamesoma. Sio, unajua kuna sagia mtu anaweza kukudharau aone kama wewe ni kitu bure. You can make it to nothing. But God has a good plan for you. Siku moja nikiwa pale ngambo, kulikuwa na ng'ombe walikuwa wamefuga wako huko ngambo na ndizi ilikuwa mingi pale penye stiko. Usiku saa kutoka tumechoka tumelala, kwa hiyo kuna ile chumba ambayo inaweka mabati round alafu jua hakuna nini. Tumekaa pale ndani, nimesinzia kidogo. Nikapata kitu kiko soft hapo kwa kichwa kidogo. Kumbe ni nyoka ilikuja katafuta joto. When you are with the Lord, hata wale wanyama na maadui wako hawatakuumiza. And you know, I used to be a watchman in the night, and during the day I was hawking. Malimani mchana, saa 11 nimefunga na kuja kazi kuchunga usiku. I did not bribe to come in. That's what I want to tell you. I did not bribe to come in. But I came in the style of God. Some of you are saying kwamba siwezi fanya kazi duni. Mimi nimesoma, I know English. My brother know English, I know Kiswahili. But if you don't fear the Lord, you'll be wasting your time. Those people who knew me one brother ambaye tukana hoka kana simoja kanisa kama na ndugu, wewe ulichinjia Mungu nini? Sio kumchinjia Mungu nini? Ni kumwogopa Mungu na kumungoja atakufungulia njia kwa wakati wako. Haufai kubarakisha Mungu kwa kuwa yeye hakimbii na hachelewi. You need to look for an opportunity of giving. Because of time, my brothers and my sisters, I want to tell you this, that the Lord is ready to bless you. The Lord is ready to surprise you. But are you ready to give? You are alive first, then you give what you have. Then you shall see the gates of heaven being open. Wacha kusema kwamba nitatoa wapi, nilipanda hii Kenya ambayo iko corrupt. Hapana. Watu wametoka hapa Christian Union, and I have a list of young men. Nowadays, wakina Benson Kivuitu, I don't know how many knows him. That was a man who could serve God. Akina Ann, they could serve the Lord. And now all of them, I can mention a lot of them. They are employed, they are living good. Why? They serve the Lord in giving their life to serve the Lord. And today, God is surprising them wherever they go. God will surprise you. Tell them God will surprise you. Just remain faithful before Him. And give. Wacha kuwa mawe. Wacha kuwa sponge. Unangoja ufinywe ndio utoe. Hallelujah. Unajua ukingoja ufinywe ndio utoe, hata kuja kuwa na watoto watakufinya. Unajua kuna watu wengine wanafinya wazazi hapa hivi. Unamfinya kidogo na kama dadi nikosi na because akojeri hata kuja kukuona. Wameniandikia madawa ya 2K. Hawa wako kwa hii congregation, wako huko nje, wako kuja family leo. Dan mami wewe nilituma
midnight, tafadhali tutumie soka ili baie library. Hao wako hapa ndani. Yaani unafinya mzazi na ukimwambia tu ni ya kupoteza library, anatuma because ukimwambia kama dadini tumie pocket money, anakwambia ni ya nini siku nakula shule. Now don't be sponge. Watoto wakuje kukufinya ndio utoe. Na usingoje Mungu akufinye ndio utoe. Just be honeycomb. Tell your brother or sister, be honeycomb giver. Unapenda tu kutoa, yani unasikia tu utafute opportunity ya kutoa, and by that you shall see things in your life. You'll be a student, but a student of substance. Can you raise up on your feet?